mazingira tukiwahi Gulamali atachangia. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kupata fursa ya kuchangia katika bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria. Napenda kuanza kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa mtetezi wa haki za binadamu namba 1 hapa nchini na kwa kuhakikisha kwamba serikali inaimarisha mazingira ya haki jinai hapa Tanzania, lakini pia na kuharakisha upatikanaji wa haki kwa kuja na hii Samia Legal Aid Campaign ambayo imeleta mageuzi makubwa katika kuharakisha upatikanaji wa haki ngazi ya jamii. Mheshimiwa Naibu Spika, ili tuweze kufikia maono haya ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika eneo hili mahususi la haki jinai, mimi napenda kujielekeza katika maeneo mawili yafuatayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la kwanza ni katika eneo la matukio ya ukatili kwa maana ya ubakaji na ulawiti kwa watoto. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa taarifa ya Jukwaa la Haki Jinai mkoani Kagera, kwa masikitiko makubwa ni kwamba mkoa wa Kagera kwa mwaka 2024 umeongoza hapa nchini kwa matukio ya ukatili kwa maana ya ubakaji, ukatili na mauaji. Halikadhalika Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka huu wa mwaka 2025, yani kati ya mwezi Januari hadi Machi 2025, mkoa wa Kagera tumekuwa na matukio ambayo yameshawasilishwa mahakamani 67 ya ubakaji na ulawiti wa watoto. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo hili sio pekee kwa mkoa wa Kagera peke yake, lakini kumekuwa na ongezeko kubwa la matukio ya ubakaji na ulawiti kwa watoto nchini kwetu hapa Tanzania. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na mianya ambayo ipo, kumekuwa kuna ucheleweshaji na wakati mwingine kutoweka kwa upatikanaji wa haki kwa wahanga wa watoto wa matukio ya ukatili wa ubakaji na ulawiti. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ningependa kuishauri serikali kwenye mambo yafuatayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, watuhumiwa wa vitendo vya ukatili kwa watoto kwa maana ubakaji na ulawiti wasipate dhamana. Haya yaongezwe kwenye makosa ambayo hayapewi dhamana. Nasema hivi Mheshimiwa Naibu Spika kwa sababu pale ambapo mtuhumiwa wa ubakaji au ulawiti wa mtoto anaporudi katika jamii ile kwa sababu amepewa dhamana, moja ya kitu wanachokwenda kufanya ni kwenda kuharibu ushahidi. Lakini kwa upande wa pili, yule mtoto kama bado yuko kwenye jamii au ile familia, tunakwenda kumwathiri zaidi kisaikolojia kwa kuendelea kuonana na huyu mtu ambaye ni mtuhumiwa. Tatu, inafifisha jitihada kubwa za serikali za wananchi kuweza kujitokeza na kuwasilisha mashtaka haya. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nisisitize kwa serikali ione namna ya kuongeza makosa ya ubakaji na ulawiti kwa watoto kwenye orodha ya makosa ambayo hayapati dhamana. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo la pili ni kwamba pale ambapo kuna kesi za watoto kwenye ubakaji na ulawiti zimefikishwa mahakamani, kumekuwa na desturi ya kesi hizi kuchukua muda mrefu sana. Unakuta mawakili saa nyingine wa upande wanaowatetea wale watuhumiwa wanatumia mwanya ya kuahirisha kesi mara kwa mara, na matokeo yake tunakuja zile kesi zinakuja ama kushindwa ama kujikuta hata wale ambao ni wahanga wamechoka katika ufuatiliaji wa kesi. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, niombe sana serikali iweke kwamba panapotokea hizi kesi za ubakaji na ulawiti kwa watoto zisikilizwe ndani ya muda mfupi kwenye mahakama na haki itendeke, kwa maana ya maamuzi ya mahakama yatolewe. Yani kama kesi isikilizwe mara moja au mara mbili, lakini haikubaliki kwamba kesi ya mtoto aliyebakwa ama amelawitiwa ichukue miezi 3, miezi 6, miezi 7, jambo na wakati mwingine mpaka mwaka, jambo ambalo kusema ukweli nafifisha jitihada kubwa za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kuimarisha haki jinai na kuimarisha ulinzi wa watoto wetu. Kwa hiyo mimi Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sana serikali iweke ukomo wa muda ambao unapaswa utumike katika mahakama zote hapa nchini kwenye kesi zinazohusu ubakaji na ulawiti kwa watoto. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo langu la pili ningependa kuchangia katika eneo hili la msaada wa kisheria. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa napenda kuipongeza sana serikali kwa namna ambavyo inashirikiana na mashirika ambayo sio ya kiserikali kwa maana ya NGOs ambao ndio wanafanya kazi kubwa sana katika kutoa msaada wa kisheria ngazi ya kijamii kwa kushirikiana na wasaidizi wa kisheria. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika,
Kama dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba haya matokeo makubwa yaliyopatikana na mafanikio makubwa yaliyopatikana na Samia Legal Aid Campaign yawe endelevu, basi Mheshimiwa Naibu Spika, mimi napenda kuishauri serikali kwamba iende itekeleze takwa la kisheria katika maeneo mawili. Mheshimiwa Naibu Spika, sheria inasema kwamba sheria inasema kwamba katika kila kata kuwe kuna wasaidizi wa kisheria, jambo ambalo bado halijatekelezeka. Kwa mimi niombe sana serikali iende katekeleze takwa hili la kisheria. Lakini eneo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwamba ili Samia Legal Aid Campaign iendelee lazima kuwe kuna rasilimali fedha, na sheria tayari ilishaliona hili, ndio maana ikaelekeza kwamba serikali ianzishe Legal Aid Fund. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa unyenyekevu mkubwa niombe sana serikali iende iweke mpango madhubuti wa kuja na Legal Aid Fund ili matokeo haya yaliyopatikana na Samia Legal Aid Campaign yawe ni endelevu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuhitimisha, naomba nirejee tena, naiomba sana serikali watuhumiwa wa makosa ya ubakaji na ulawiti kwa watoto wasipate dhamana. Halikadhalika niombe sana serikali muda wa kusikiliza hizi kesi za watoto ambao wamebakwa na kulawitiwa ndani ya mahakama zitengewe muda mfupi, sikilizwe ama mara moja au mara mbili, na uamuzi wa mahakama utolewe ili haki ipatikane. Eneo la tatu, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwamba serikali ihakikishe tuna wasaidizi wa kisheria kama ambavyo sheria inaelekeza. Na kwa kuhitimisha, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ihakikishe inaanzisha Legal Aid Fund ili haya matokeo chanya makubwa tuliyopata kupitia Samia Legal Aid Campaign yaweze kuwa endelevu. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, nashukuru sana kwa fursa hii na naunga mkono hoja. Asante. Mheshimiwa, naona muda wetu umekwisha. Jioni tutakuwa na Mheshimiwa Seif Gulamali, tutaanza naye.